Katika marais wanaolindwa na ulinzi mkali, kuna rais mmoja tu hapa duniani ambaye ni vigumu kumgusa hata ukienda na majeshi, kwa sababu ulinzi wake umeimarika, ambapo hata avamiwe na mabomu lazima atoke salama. Na rais huyo anatokea USA, na maanisha United States of America, yani Marekani, ambapo kwa sasa rais huyo ni awamu ya 47 aitwaye Donald Trump, ambapo leo tutaenda kuzungumzia ikulu anaokaa rais huyu. Tuanze. Ikulu ya Marekani ilipewa jina ya White House. Ni ikulu ya ajabu iliyopo kwenye jiji la Washington DC, lakini kinachoifanya isiwe ya kawaida ni ulinzi wake unaolindwa na teknolojia ya kiwango cha juu. Namba moja, madirisha ya ikulu ya Marekani ni bulletproof cha kiwango cha kijeshi. Madirisha yote ya White House si ya kawaida, yameundwa kuzuia sniper rifles na hata makombora madogo. Ndio maana rais anaweza kusimama karibu na dirisha bila hofu yoyote. Yameundwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo yanaweza kuzuia risasi ya aina yoyote. Madirisha yake ni ya level ya 4, ambapo sasa ikulu nzima ina madirisha 147 yamezungukwa na vioo hivyo vya bulletproof. Namba 2, juu ya eneo la ikulu la Marekani kunalindwa na mitambo ambayo hairuhusu ndege yoyote wala droni kupita eneo hilo, kwa sababu eneo la White House ni no fly zone. Inamaanisha kwamba chombo chochote kikiruka kwenye eneo la ikulu uteketezwa kwa sekunde chache tu, kwa sababu ina air defense radar system. Ni mitambo inayorusha makombora kulipua vyombo vya anga. Na namba 3 ni sniper wasili wanaokaa kwenye rooftop. Kwenye paa la ikulu kuna sniper team wanaokaa masaa 24 kuangaza kila upande. Hawa sniper wanaona hata mtu aliyejificha kwenye kiza nyuma ya mti, na cha kushangaza zaidi, wao wanaweza kukuona lakini wewe huwezi kuwaona. Pale tu utakapokanyaga kwenye ikulu ushaonekana. Namba 4 ni ground and motion sensor. Bustani na mazingira yote ya ikulu yana vihisishi. Hata ukitembea kimya kimya, mfumo unajua wewe ni nani kabla hujafika langoni kwenye ikulu, kwa sababu chini ya nyasi na kuta za ikulu kuna sensa zinazohisi hata mtu akitembea mita kadhaa kutoka mbali. Ukivuka eneo lisiloruhusiwa, system inajua hata kabla hujapiga hatua ya pili. Kwa hiyo kama kuna adui atapanga kujificha chini ya ardhi ya ikulu ya Marekani ili asikamatwe na CCTV kamera, basi sensa hizi zitamuumbua. Na namba 5 ya kushangaza zaidi ni banka ya rais. Chini ya White House kuna handaki ya dharura. Hata ikitokea shambulio kubwa, rais wa Marekani anashuka chini na anaendelea kuongoza taifa akiwa chini ya handaki. Hivyo ukiona White House imepigwa na nuclear, usifikiri rais yupo humo. Ni muda mrefu rais kashatolewa na kikosi chake, kwa sababu Marekani na system inayoitwa Nuclear Early Warning Network. System hii kazi yake kuu ni kuwafahamisha Wamarekani kwamba kuna nuclear imetumwa kwenye nchi yenu. Inawafanya Wamarekani wajiami kabla ya tukio kutokea. Ndio maana Marekani wako chapu kumhamisha rais wao kwenye maandaki ambayo hayawezi kulipuliwa, na inasemekana rais anaweza kukaa kwenye maandaki hayo hata miaka 2, kwa sababu chini ya maandaki hayo kuna hospital, ofisi maalum ya kuendesha taifa, vyakula vya kutosha, mifumo ya mawasiliano ya dunia nzima, mitambo ya kupooza hewa na ulinzi mkali wa kijeshi na vingine vingi. Hivyo hivi vitu vinamfanya kae chini kwa miaka 2 huku akinywa kahawa na kuliendesha taifa lake. Namba 6, White House inalindwa na mbwa maalumu waitwao K9. Hawa si mbwa wa kawaida, wamefundishwa kunusa vilipuzi hata vilivyofichwa sana. Wanaweza kumkamata mshambuliaji mwenye silaha ndani ya sekunde chache. Wanalinda bila kusubiri amri, hata kabla ya kamera au askari kuchukua hatua. Mbwa hawa huwa wa kwanza kugundua hatari. Wamefunzwa mafunzo maalum ya kushambulia na kumjeruhi adui. Namba 7 na ni namba ya mwisho, Secret Service, walinzi wa rais. Wanamlinda rais kwa tekniki za ajabu ambazo mtu hawezi kufikiria. Walinzi wanaomlinda rais wa Marekani mara nyingi huweka mkono wa bandia kwenye mkono mmoja wa koti
halafu ule mkono wao wa uhalisia uweka ndani ya koti kwa ajili ya kushikilia silaha, na endapo ikatokea kuna adui, wanakuwa tayari kutoa silaha kwa spidi na kumwangamiza huyo adui. Ni mkao wa kitaalamu, unawaruhusu kujibu hatari kwa sekundi chache sana. Kama unavyomuona hiyo style aliyokaa huyu bodyguard, muda wote kashika mkono wake mmoja ni wa bandia na ndani yake kunakuwa na silaha nzito, akiichomoa ujue kimenuka. Hivyo rais anaweza kutembea peke yake, lakini ana walinzi zaidi ya 20 wasioonekana. Leo tuishie hapa, lakini itapendeza sana kama utanifollow ili uwe wa kwanza kupata stori zangu. Mimi jina langu linaitwa Max Prince. Bye.